Taarifa za ndani kutokea ndani ya klabu ya wananchi kwa maana ya Young Africans ni kwamba baada ya nyota Stefan Aziz Ki kuuzwa na kuelekea kule nchini Morocco, atakayefuatia hivi sasa ni mshambuliaji Clement Mzize ambaye amebakisha wiki moja ndani ya klabu ya Yanga na kuuzwa moja kati ya klabu kubwa kutokea kule Afrika Kaskazini baada ya ofa tatu kutoa ndani ya klabu ya Yanga na Waarabu pia wakiongeza dau ili kuweza kumngoa Clement Mzize ndani ya klabu ya Young Africans. Mpaka sasa ni kwamba Clement Mzize ana magoli 13 na assist 3 katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, na kwa sasa amekuwa kwenye rada za vilabu mbalimbali kutokea barani Afrika vikiwa vinamhitaji kuweza kupata huduma yake. Lakini kwa sasa inaelezwa ni kwamba mipango iliyopo ndani ya klabu ya Young Africans ni kumwachia Clement Mzize kwenda kwenye klabu ambayo itafikia makubaliano na klabu ya Young Africans kuweza kumnunua Clement Mzize kwa dau ambalo klabu ya Yanga wanahitaji kuliona mezani. Na ingawa mabosi wa klabu ya Yanga wanafanya siri sana juu ya biashara hii ambayo iliyopo, lakini ni kwamba Clement Mzize anahesabu siku chache tu ambazo zimesalia ili kuweza kuondoka ndani ya klabu hiyo. Na tayari klabu tatu ambazo zimeweza kuonyesha ushindani wa kumhitaji Clement Mzize ni pamoja na klabu ya Wydad Casablanca ambayo ilifanikiwa kuweza kumchukua Aziz Ki ndani ya klabu hiyo ya Young Africans. Lakini Zamalek ya kule Misri nayo pia imeonyesha kutoa kitita kirefu sana cha kumhitaji Clement Mzize. Lakini klabu nyingineo pia ni pamoja na klabu ya Al Hilal Tripoli ya kule nchini Libya ambayo nao pia imeonyesha kutoa dau kubwa na kuweka mkwanja mrefu mezani kuhitaji saini ya Clement Mzize. Kati ya hizi klabu tatu ambazo nimekutajia hapa, klabu mojawapo ndo ambayo itafanikiwa kuweza kumchukua Clement Mzize pindipo wataweza kuweka dau kubwa zaidi la kuweza kumngoa Clement Mzize, basi ndio huko ambapo Clement Mzize ataweza kuelekea na kwenda kuweka saini yake kwa ajili ya kuweza kuitumikia klabu katika msimu ambao unafuatia hapo. Na taarifa kutoka kwa wasimamizi wa mshambuliaji huyo kwa maana ya Clement Mzize wameeleza kwamba klabu hizo tatu, klabu mojawapo kati ya hizo tatu ni kwamba imekubali kutoa dola za Kimarekani 500,000 ambazo ni takriban shilingi bilioni 1.4 za Kitanzania kwa ajili ya kuweza kuipata saini ya Clement Mzize kuweza kuitumikia klabu yao. Imagine mpunga ambao umewekwa mezani kufikia bilioni 1.4 kwa ajili ya kuweza kuipata saini ya Clement Mzize. Hizo ni kiwango kikubwa sana cha fedha ambacho Clement Mzize wameweza kufikia, na inawezekana pia klabu nyingine ikaweza kutoa mkwanja mrefu zaidi ya hiyo kwa ajili ya kuweza kumpata Clement Mzize. Tusubiri kuona taarifa rasmi kwa hapo baadaye kutokea ndani ya klabu ya Young Africans, na mimi kwa siku za mbeleni watakuja kuweka wazi kwamba Clement Mzize ataelekea kwenye klabu ipi, lakini pia vile vile atauzwa kwa kiasi gani cha fedha pindipo ataondoka ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa taarifa zaidi endelea kusalia na Mshindo TV kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani kila siku na kila wakati. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.